Wewe, habari marafiki zangu. Hii ni Kuogelea 24 Wizara ya Uponyaji. Unapokea hii kwa sababu umeanzisha kikundi chako cha kuogelea na umefanya vya kutosha hadi sasa, ambapo wewe na kikundi chako tumejua sana kwamba Roho Mtakatifu anaanza kutembea kati yenu. Na je, hilo si jambo la kusisimua sana? Kweli lo. Kwa hivyo wakati tunafanya hivi, tunatayarisha video hii mahususi kwa ndugu na dada zetu nchini Pakistani na yetu ndugu Nadim pamoja na kundi lake wamekuwa wakiomba kwa miezi mingi sana, kwa sababu wanashuhudia mambo ya ajabu kabisa katika huduma ya uponyaji na pia ukombozi. Hili ni jambo muhimu sana kwa yeyote ambaye ameanzisha kanisa au huduma ya maombezi. Umekuwa ukifanya hivyo kwa muda mrefu sasa, na tunataka kukupa vidokezo vya vitendo juu ya jinsi ya kushughulikia uponyaji kwa sababu ni muhimu sana. Itatokea sehemu yoyote ya kikundi cha maombi ya maombezi ambayo hufanyika baada ya muda, na tunatumai kuwa tayari umetazama video 2 za kwanza za kusoma juu ya kusanidi kikundi chako. Ikiwa hujafanya hivyo, zitaambatishwa sehemu ya chini ya mafunzo haya ya YouTube. Sawa? Sehemu yoyote ya kikundi cha maombi ya maombezi ambayo hufanya mambo ya msingi ya yale tunayopendekeza, ambayo yanakutana angalau mara moja kwa wiki, angalau kwa muda wa saa 1.5, tukitumia sehemu hiyo katika ibada. Sawa. Wakifanya hivyo kwa muda fulani, wataanza kutambua uwepo wa Roho Mtakatifu. Na mara nyingi kile kitakachotokea ni kwamba swala la uponyaji litajitokeza mbele na katikati. Ninaposema mbele na katikati, namaanisha watu wanaosali katika kikundi wanaanza kupata uponyaji. Huenda ikawa ni uponyaji wa kimwili au mizigo ya kiroho ya zamani ambayo inaondolewa kutoka kwao. Mafanikio hutokea katika ufahamu wao wa maandiko. Hata ukombozi huanza kutokea. Na mara kikundi kinapovuka kizingiti hicho, ambacho kwa hakika ndio kielelezo tulicho nacho katika sura 6 za kwanza za kitabu cha Matendo, watu wa Mungu wanapoomba, Roho Mtakatifu yupo na nguvu za Roho Mtakatifu zinaachiliwa. Watu wa Mungu wanapopitia haya, wanaelewa katika ulimwengu wa roho kwamba huduma ya maombezi ya uponyaji haifai kuwa ya kipekee. Hii inamaanisha haipaswi kuwa tu kitu wanachofanya pekee yao, bali ni huduma kubwa kwa kanisa na jamii. Mara unapoanzisha kikundi cha maombi ya maombezi na kufanya hivyo kwa muda, uponyaji utaonekana wazi. Fikiria kwa makini jinsi ya kufanya hivyo, hasa kuwatunza watu wako kanisani. Maombi ya maombezi na uponyaji ni muhimu kwa yale Mungu anataka tufanye kwa watu wa Mungu. Anapenda watu wake kuwa wazima kiroho, kihisia na kimwili. Hiyo ni kutoka Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Unaweza pia kutumia huduma hii kwa akili ya kawaida na kutoka nje kwa jamii, hata kwa wasioamini, kuanza kuhudumu na kuona baraka na upanuzi wa Injili. Unapoendelea, utaona mabadiliko na athari nzuri kwa wote. Ni muhimu kuendelea na juhudi hizi ili kuona matokeo mazuri na kuimarisha imani yako na ya wengine. Sasa kwa kuwa nimeeleza hilo, nataka kuzungumzia kwa undani zaidi sehemu ya kwanza ya huduma ya maombi ya maombezi. Nitataka pia kutoa mapendekezo rahisi na yenye maana kuhusu jinsi ya kuendesha ibada ya uponyaji au kuingiza huduma ya maombi na uponyaji katika ibada iliyopo. Kwa hivyo, hebu tuingie katika hilo sasa na kuchunguza kwa kina zaidi. Kwa hivyo, wacha nikupe mapendekezo ya huduma ya vitendo tunayofanya katika Sentinels for Christ. Tunapokuwa na ibada ambayo ni sehemu ya uponyaji, itakuwa mbele na katikati. Lakini nataka ujue jambo hili. Hatupangi huduma za uponyaji kwa lazima katika Sentinels for Christ. Hata hivyo, wakati mwingine tunaweza kuhisi hilo litatukia, na Mungu anatuambia tujiandae kwa hilo, lakini tuko tayari kila wakati kwa uponyaji kutokea, sawa? Na kwa kweli ni kutokana na muundo rahisi wa kile tunachofanya tunapokutana pamoja kwa ajili ya kuomba, ambayo ni tunaabudu kwa muda mwingi sana. Na kisha kama ni ibada ya uponyaji, tutakuwa na ujumbe, na ujumbe huo utakuwa muhimu sana kwa uponyaji, sawa? Kwa hivyo, kwa mfano, tutakusanyika pamoja kama mwili, iwe tuko pale kibinafsi au tuko kwenye mtandao. Na tutatumia kiasi kikubwa, dakika 20 hadi 30 katika muda wa ibada. Na hilo ni muhimu sana kwa sababu ni katika ibada ambapo njia ya kuokoa maisha na njia za mawasiliano na Mungu hufunguliwa.
Si kwa sababu Mungu amefunga masikio yake kwetu. Ni kwa sababu sisi na shughuli za maisha zimejifungia kwa Mungu. Kuabudu na kuabudu, sawa? Husaidia kufungua nakala hiyo kwa faida yetu, sio ya Mungu. Sawa? Ingawa Mungu anapenda kuabudiwa. Na maandiko katika Yohana 4 yanatuambia kwamba anatafuta wanaomwabudu katika roho na kweli. Lakini huduma ya uponyaji au maombi au mkutano unahitaji ibada. Tunapendekeza dakika 20 hadi 30 kwa chini. Unaweza kufanya hivyo kwa njia tofauti. Nyimbo, muziki uliorekodiwa, muziki uliotayarishwa, kusoma baada tu. Sawa? Na kisha tutakachofanya ni tutakuwa na ujumbe, kwa kawaida si ujumbe mrefu sana, juu ya uponyaji, na huwezi kukosea ukichukua ujumbe kutoka kwenye Injili. Sawa? Kwa hivyo hicho ndicho kitangulizi ambacho tungependekeza ujumuishe ikiwa utafanya ujumbe wako wa uponyaji. Nami naamini ya kwamba Roho Mtakatifu atafanya yale niliyotoka kusema juu ya ibada hiyo, na ujumbe juu ya uponyaji kuwa rahisi sana na kukupa uhuru mwingi sana, hata utaweza kufanya hivyo bila mimi kukuambia haswa unachopaswa kufanya, kwa sababu hunihitaji. Kama wewe ni Mkristo unayeamini Biblia na unamtafuta Roho, nilichosema kitakuwa na maana kwako, sawa? Lakini jinsi mchakato wa uponyaji unavyopaswa kutokea wakati huo inamaanisha unapofika kufanya uponyaji katika huduma. Sasa uponyaji unaweza kutokea kwenye huduma kwa hiari. Moyo wa baba zangu wa kiroho, na hii inatokea mara kwa mara, ambapo hawasubiri uponyaji kutokea, ni tu hutokea. Hata hivyo, katika muundo wake wa kimsingi, Biblia kwa hakika inatupa maagizo ya jinsi ya kufanya hivyo. Tunaona kwamba katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 16 kuna maelezo ya jinsi unavyopaswa kufanya ikiwa hujaanza uponyaji. Sawa. Biblia inatupa maelekezo ya jinsi ya kuwaombea watu kanisani. Hii ina maana kwamba ukiwa na ibada ya uponyaji unafanya nini? Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 16 inatuambia kwamba mtu mgonjwa, iwe ni kiakili, kimwili au ulemavu sawa, anapaswa kufanyiwa maombi. Wao ni kutambuliwa. Kisha Wakristo waliokomaa katika Yakobo sura ya 5 wanaitwa wazee. Lakini Wakristo wakomavu ni sawa, kama una wazee kabisa, wanakusanyika kumwombea mtu huyo, sawa, na wanampaka mafuta. Kwa nini wanampaka mafuta? Kwa sababu mafuta ni ishara ya uwepo wa Roho Mtakatifu, na uwepo wa Roho Mtakatifu huleta nguvu ya uponyaji. Hii ndiyo sababu katika Injili ya Luka mara nyingi inazungumza juu ya nguvu ya mafuta ya Bwana ilikuwepo. Hiyo ndiyo inarejelewa. Sawa. Kwa hivyo tunapaka mafuta na kisha tunatangaza kile kinachopaswa kutangazwa kwa uponyaji, iwe ni ukombozi au la, iwe ni uponyaji wa kimwili au ugonjwa. Ni msaada kwako, lakini si lazima. Ikiwa unamwamini aliye na utambuzi wa Roho, kutoka kwa Wakorintho wa kwanza sura 12 hadi 14 katika kundi hilo. Na hiyo ni karama maalum sana yenye msaada sana, karama ya kiroho iliyotolewa na Roho Mtakatifu, ambayo itasaidia mtu kutambua kama kuna roho ya kishetani inahusika au ikiwa ni kitu kingine. Pia ni muhimu ikiwa una watu wanaofahamu na wanaostarehekea kupata maneno ya ujuzi au maneno ya hekima kuhusu hali hiyo. Lakini unapomuuliza mtu huyo anachotaka kuponiwa na ukiombea, unaweka mikono juu yao, wewe na timu yako, sawa, na unawapaka mafuta, na unaweza tu kutangaza uponyaji wao kwa jina la Yesu Kristo. Ni muhimu sana kufanya hivyo, sawa, tangaza uponyaji wao kwa jina la Yesu Kristo. Na jambo hili ni muhimu sana, hasa kuhusu jambo la mkono. Kwa nini jambo la mkono ni muhimu? Na ingawa Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi bila kutumia kitu cha mkono, Yesu mara nyingi alitumia mguso. Kugusa ni sehemu muhimu ya uhusiano ya kibinadamu. Hakuna shaka kwamba mguso unajumuisha vipengele vya Roho Mtakatifu na urafiki kati ya mwanadamu mmoja na mwingine, ambao unafurahisha sana moyo wa Mungu katika mchakato wa uponyaji. Na kwa wazi kabisa, watu wengi wanaohitaji uponyaji kwa sababu yoyote ile ni kwamba wameepukwa, wametengwa na hawajaguswa. Sawa. Kwa hivyo ni zaidi, nadhani ni jambo la akili ya kawaida, kama vile kitu kilichotiwa mafuta pia. Lakini yote haya hufanyika chini ya mwavuli wa Roho Mtakatifu. Sawa, tumia James 5. Ifuate. Si lazima kuwa kamilifu, lakini ni muhimu kujaribu kuelewa kwamba mchakato huu unahitaji uvumilivu na uelewa. Tumia tu James 5. Utafanya vizuri. Sawa.
Kwa hivyo una ibada, kuwa na ujumbe, na kisha ukiwa tayari kufanya uponyaji. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 16 ndio mbinu unayotumia wakati wa uponyaji, na unaweza kufanya hivyo popote unapotaka katika huduma. Katikati mwishoni ni sawa. Ningependekeza sana kwamba pia ujumuishe ibada mwishoni mwa huduma yako ya uponyaji. Hilo linaweza kuendelea maadamu watu wako tayari kumsifu Mungu na kumshukuru kwa yale ambayo yametukia. Sawa. Hebu tujadili wasiwasi wa unyeti. Itakuwa wazi nitakapozungumzia hili. Kuna mambo ambayo ni sawa kitamaduni kwako, lakini si sawa kwangu katika utamaduni wangu. Sawa. Waamerika, kama mnavyojua, wanapenda kuzungumza sana, na wakati mwingine katika hali ambazo katika tamaduni zingine si sahihi kufanya hivyo. Kwa hivyo ni muhimu kuwa mwangalifu sana na mambo hayo, hasa ukitoka katika tamaduni ya magharibi ya matusi. Sawa. Lakini pia kuna wasiwasi mwingine kuhusu unyeti. Tuchukulie swala linalojitokeza mara kwa mara katika uponyaji, ambalo ni wanawake wenye shida ya uzazi ambao hawawezi kupata watoto. Sawa? Kwa hivyo nitakupa mifano kadhaa ya kile kitakachokuwa na msaada mkubwa sana. Sawa? Kwanza kabisa, ni muhimu sana kuwapaka mafuta. Ni muhimu sana kuwagusa. Tunachofanya katika Sentinels for Christ ni kuhakikisha kwamba watu wengi wanaowagusa wanawake ni wanawake. Sawa? Ingawa ni sawa kwa mwanamume kumgusa mtu, tunapendelea zaidi mwanamke kumgusa mwanamke, kwa sababu katika tamaduni fulani masuala ya jinsia tofauti yanaweza kuwa nyeti. Uwe na hekima. Pia tunapendekeza sana kwamba wanawake ambao wamepata watoto na wanafunzi wetu waliokomaa ndio wanaowagusa wanawake na kuwaombea, ili waweze kupata rutuba inayohitajika kwa ajili ya ukuaji wao. Sawa? Nafikiri utaelewa vizuri ninachosema. Sawa. Pili ni ukombozi, ambao ni muhimu sana. Nikisema ukombozi, nina maana ya kuwepo kwa pepo. Sawa, wakati mwingine unaweza kabla hawajatokea. Kuna magonjwa mabaya ya akili au uraibu ambao ni dalili za uwepo wa pepo. Ni muhimu sana kuelewa hili. Sawa? Tumia James 5, ombeni na kuwapaka mafuta. Na ni muhimu sana kueleza kuwa mafuta yanawakilisha nguvu za Roho Mtakatifu. Hivi ndivyo tunavyofanya linapokuja suala la kuelezea mafuta na nguvu za Roho Mtakatifu. Kila mara tunamuuliza mtu kama anaelewa hilo. Je, wanaelewa kwamba mafuta yanawakilisha uwepo wa Roho Mtakatifu? Na tunataka waseme kwa maneno ndio au hapana. Jambo la pili, tunawauliza ikiwa wanaamini kwa dhati kwamba Mungu ana uwezo wa kuwaponya. Hii ni muhimu sana kwa sababu utashangaa jinsi watu wengi hawaamini hivyo, hata kama wako kwenye ibada ya uponyaji. Na kuna aina fulani ya uponyaji ambapo mamlaka yako kama mhudumu ambaye ametiwa mafuta ya Injili inaweza kuchukua nafasi na inapaswa kuwashinda wale ambao wana imani iliyovunjika. Lakini kwa bahati mbaya, wale watu binafsi wa aina ya kitume wako mbali sana, na ni wachache sana kanisani. Na wengi wetu hatufikii kiwango hicho. Sawa kabisa. Laiti ingekuwa tofauti. Kwa hiyo, muulize mtu huyo kama anaamini katika nguvu za Mungu. Njia nyingine ni kumwomba mtu huyo kama anaamini katika wema wa Mungu wa kuwaponya. Sawa, hii itakuwa na maana zaidi baadaye. Unataka waeleze vizuri. Nukudihezi. Wakati ni Roho anza kuomba. Hakuna ratiba maalum ya wasilishaji. Fanya hivyo mpaka uhisi kama Roho Mtakatifu anasema. You stay. Na pepo napoenda, inaweza kuonekana kama macho ya mtu yanarudi nyuma na maumivu ya kichwa kwenda mbali au kichwa kikiruka mwilini mwake. Kitu cha kisaikolojia hutokea pale ambapo unajua kitu kimetokea kwa kuangalia tu. Wanaweza kurudi nyuma kama mapepo, watu waliokandamizwa na pepo walivyofanya katika Injili. Sawa? Na unaiwa pepo limondoka, wanaweza kupiga kelele. Sawa, inaweza kuwa kelele zisizopendeza. Pepo limekusha. Sawa, endelea kuomba mpaka ukombozi umepatikana. Sawa? Na kama una watu wanaomba kwa lugha, hilo ni jambo zuri sana. Hivi ndivyo tunavyofanya tunaposhughulikia ukombozi, ponyaji wote, lakini hasa ukombozi. Wakati Roho inaonekana, tutamsaidia huyo kuabudu huku watu wengine wakiwa karibu naye, tukiwawekea mikono juu yao na kuwaombea. Tutawasaidia kuabudu kwa kuinua mikono yao na kuabudu. Na utashangaa watu wangapi wanaanza kunena kwa lugha bila sisi kuambia kunena kwa lugha. Na unajua kile kinachoonekana kutokea kila wakati kinachotokea.
Karibu kila wakati ni njia ya haraka sana ya ukombozi. Pepo anaondoka, mtu anawekwa huru, sawa. Kwa matumaini hiyo itakusaidia linapokuja suala la ukombozi. Masuala mengine yanayohusiana na unyeti na masuala makubwa ya ulemavu. Unaweza kuwa na mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu ambaye anakuja mbele. Sawa, James sura ya 5, fanya hivyo tena. Fanya maswali yale yale. Katika hali ya mtu mwenye ulemavu mkubwa, ningependekeza ufanye hivi. Baada ya kuwaombea na kuwapaka mafuta na baada ya kuabudu, waombe wafanye kitu fulani. Sawa. Hii inamaanisha wafanye aina fulani ya tabia, labda aina fulani ya harakati za mwili ambazo ulemavu wao umekataza, au ili wazuia kutenda kama tendo la imani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alifanya hivyo. Ikiwa unakumbuka, katika sura ya 3 ya Injili ya Marko na pia katika sura ya 5. Sawa. Kuhusu Luka, wakati mtu katika sinagogi alipokuwa na mkono uliopooza na Yesu alimuita mbele na kumponya, Yesu alimwambia mtu huyo afanye nini? Nyosha mkono wako. Mtu huyo kwa imani alinyoosha mkono wake. Alikuwa na chaguo la kunyoosha mkono wake, sivyo? Kwa hivyo aliamini na kufanya hivyo. Sawa. Yesu alipomuuliza mtu ambaye alikuwa na ulemavu wa macho, ni uponyaji mgumu na wa ajabu unaotokea. Nafikiri iko katika sura ya 9 ya kitabu cha Marko. Yesu anaweka udongo kwenye macho yake. Halafu anasema, fungua macho yako. Unaona nini sasa? Mtu huyo akajibu, naona watu wakitembea kama miti. Kwa hiyo Yesu alimwambia mtu huyo afanye jambo fulani ili kuonyesha imani yake. Kuna watu wengi ambao wamekuwa katika hali ambapo ulemavu wao umewavunja moyo sana na wamepoteza matumaini. Wanajikuta wametengwa kiroho kabisa. Ni vigumu sana kwao kuamini katika wema wa Mungu, ambapo tendo hili rahisi la imani linaweza kuwabariki kweli kabisa. Sawa. Nitawaambia watu kwamba kwa sababu tu hao hawainuki kutoka kwenye kiti cha magurudumu, sawa. Wakati huo, wakati mwingine wanaweza, sawa. Tumeona baadhi ya watu wenye matatizo ya kimwili wakiponywa mara moja kabisa. Sawa, hiyo ilikuwa miujiza. Nitawaambia watu kwamba ikiwa hawatapata uponyaji wa haraka wanaotaka wanaporudi nyumbani kuabudu na kuamini. Nitawashauri watu kwamba ikiwa hawatapata uponyaji waliotarajia katika ibada ya uponyaji au wakati wa mkutano wa uponyaji, waende nyumbani na kuendelea kufanya matendo yao ya imani huku wakiendelea kuamini katika wema wa Mungu. Na sasa tutaendelea kuzungumzia hilo kwa undani zaidi tunapoingia katika mazungumzo kuhusu huduma baada ya uponyaji. Sawa, kwa hivyo tumekupa mwongozo katika sehemu hii jinsi ya kuendesha ibada ya uponyaji. Sawa. Mambo ya msingi unayopaswa kufanya. Lazima kuna ujumbe maalum kuhusu uponyaji. Natumia Yakobo 5 kuandika maandishi ya jinsi ya kufanya hivyo. Kuamini na kuelezea upako wa mafuta katika muktadha wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Sawa, hakikisha watu weka mikono juu yao. Sasa twende kwenye sehemu ya mwisho kuhusu huduma ya uponyaji. Swala la huduma baada ya muda, na ninamaanisha baada ya huduma, ni wanafunzi baada ya mtu kuponiwa. Hebu tuzungumze kwa dakika chache kuhusu nini cha kufanya baada ya mtu kuombewa, ambapo unaweza kupata msaada mkubwa. Unajua, mara nyingi watu huombewa, lakini uponyaji hautokei. Tutazungumza kidogo kuhusu hilo. Kwanza kabisa, nataka kushiriki moja ya mambo yanayokatisha tamaa zaidi kanisani, ni ukosefu wa uponyaji wa kihisia, kiroho au kimwili. Wakati Yesu alipokuja duniani, uponyaji ulikuwa ni sehemu ya kawaida kabisa ya huduma yake katika kanisa la karne ya kwanza. Hasa katika sura 6 za kwanza za kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu pamoja na kipengele cha uponyaji na karama za Roho kama sehemu ya huduma ya kawaida ya kanisa. Kuna sababu kwa hilo, kwa nini iko katika maandiko, na maandiko yote yanafaa kwa matumizi ya leo. Lakini hasa katika Agano Jipya, tumepewa mfano wa jinsi kanisa linavyopaswa kuwa katika kitabu cha Matendo, na tunaweza kuamini kuwa hiyo ni kwa ajili ya kanisa la leo au la. Ninaona Wakristo ambao hawaamini kuwa hiyo ni kwa ajili ya kanisa siku hizi, wanapata uponyaji mdogo sana. Sawa. Nilitumia karibu 3 ya maisha yangu ya Kikristo katika makanisa kama hayo, na nikafika mahali nikaamini kuna zaidi, nikamtafuta Mungu naye akajidhihirisha. Katika kipengele tunachozungumzia, tunaona uponyaji ukitokea kwa walinzi wa Kristo.
uponyaji mwingi, ukombozi, watu waliowekwa huru kutokana na mambo na baadhi ya mambo ya ajabu na shuhuda. Na mimi natamani tungekuwa na wakati wa kuzungumza juu ya hayo yote. Lakini sababu ya kupata video hii leo ni kwa sababu unaanza kuona mambo hayo. Sawa? Kwa hiyo wakati watu hawakubaliani nawe katika hili, waache wakae katika hilo. Yesu alisema, acha kipofu amwongoze kipofu, kwa kuwa huwezi kumlazimisha punda kunywa maji. Na kama mtu anataka kuamini kwamba Roho Mtakatifu hayupo katika nguvu zisizo za kawaida, basi huo ndio kiwango cha imani yao. Lakini nataka kuzungumzia ufuatiliaji na huduma ya baadaye kwa sababu inahusiana sana na mafanikio ya uponyaji. Sawa. Ninaamini Mungu husikia maombi mengi zaidi kuliko anavyopuuza, na kwamba kuna watu wengi wenye nia njema wanaofanya maombi. Na wanaweza wasiwe watu waliojazwa na Roho kama tunavyofikiria, au marafiki wa mafundisho yaliyojaa roho ya imani ya Kikristo. Lakini waomba kwa ajili ya uponyaji. Hata hivyo uponyefanyiki na watu. Kwa nini hilo hutokea? Naam, sababu mojawapo ni suala la mamlaka kuhusu wanaosali. Kama hawaamini katika nguvu za Roho Mtakatifu za kufanya uponyaji, basi hawataona uponyaji mwingi sana. Hii inaelezea kanisa la kiinjilisti kwa undani. Ndiyo maana watu wachache wanaponywa. Tunasisitiza uombe kama Biblia inavyotuelekeza katika Yakobo sura ya 5. Kitabu cha Yakobo kiliandikwa vizuri katika kitabu cha Matendo na mazingira yake. Yakobo alitambua kwamba kanisa lilihitaji mwongozo wa kushughulikia utunzaji wa uponyaji. Ndiyo maana tunatumia Yakobo sura ya 5. Lakini swala jingine ni mtu binafsi, na ninataka kuzungumza juu ya hilo kidogo. Tunahitaji kuwatunza watu ambao tumewaombea, hata wale ambao wamekuwa na mambo kutokea, wamepata uhuru, wamepona. Watu wengi, sawa, kuna sababu kwa nini waliugua. Sawa. Wakati mwingine hiyo inahusiana na maisha yao wenyewe na milango ambayo wamefungua, ambayo imeruhusu ugonjwa kuja, kupitia na kushikamana na mtu huyo. Wakati mwingine ni kwa sababu watu wengine wamewaletea hivyo ili wasifike mahali ambapo jambo baya zaidi linaweza kutokea. Wanahitaji kukua katika imani yao. Hii inafanyika kupitia utunzaji wa baadaye na wanafunzi. Sawa? Kwa hivyo watu wanaoponywa tunahitaji kuhakikisha wanahusika na kanisa, kusanyiko la Wakristo. Natambua baadhi ya watu hawawezi kwenda kanisani, lakini wanapaswa kuhusika na kusanyiko la Wakristo. Sawa? Kanisa linaweza kuwa na aina nyingi. Sio kila wakati. Sawa. Jengo lile lenye kuta tunaloenda kila Jumapili, kuna watu walemavu, tunapaswa kuwapeleka kanisani. Sawa. Na hawa ni watu ambao unaweza kuwapelekea huduma yako ya uponyaji. Anaweza kulazimika kwenda huko zaidi ya mara moja. Ni sehemu ya huduma ya baadaye. Sawa. Watu wengi wana uponyaji wa sehemu. Sawa. Labda uliombea swala la ulemavu, jambo muhimu sana, na inaonekana kama hakuna kilichotokea. Watu hawa wanahitaji huduma ya ziada na ufuatiliaji wa karibu zaidi. Timu yako itahitaji kuwa na timu ya maombi ya maombezi. Ninazungumzia umuhimu wa kuwa na kundi la wanafunzi waliokoma, waumini wenye imani thabiti katika Roho Mtakatifu, uwepo wake na miujiza yote ya kitabu cha Matendo, aina hizo za waamini. Ni muhimu kwamba timu yako ijumuishe watu ambao wanaweza kuomba kwa bidii na kwa uaminifu, wakitegemea nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kila hatua wanayochukua. Na wanahitaji kuwa timu ambayo inaweza kwenda na kuwahudumia watu hawa. Sawa? Kwa sababu kutakuwa na watu ambao wataondoka. Hakuna kinachotokea au kidogo inaonekana kutokea. Na wanahitaji watu wa kuwatembelea na kuwakumbusha ya msingi wema wa Mungu na kwamba Mungu anataka kuwaponya. Sawa? Uponyaji mwingi ambao tunaona ni ushuhuda baada ya ukweli, uponyaji wa matibabu. Sawa? Ni wazi, uzazi, maswala na watu, lakini hata majeraha ya mgongo, maswala ya figo, shida na ini. Wewe jina hilo, macho kuona, maambukizi yote ya yadi 9. Na zingine hufanyika kwa muda mfupi zaidi, zingine hufanyika kwa muda mrefu zaidi. Kadiri muda unavyochukua muda mrefu ili uponyaji uendelee, kasi uponyaji kuendelea, ndivyo swala linavyokuwa ya mtu ambaye ana shida, na ni swala la imani. Ninachozungumza sio kwamba hawamwamini Yesu. Hawaamini kuwa yeye ni Mwokozi. Hiyo ni sehemu ya imani, lakini sehemu kubwa ni kumwamini Mungu na wema wake. Je, unatambua kuwa fasili ya msingi ya imani si kuamini Yesu kama Bwana na Mwokozi tu? Hiyo ni mwanzo. Tunapoanza safari yetu, tunatambua imani ni kumwamini Mungu na wema wake bila kujali yatakayotokea.
Ukuaji wa ukomavu wetu katika Kristo na imani katika uhusiano naye ni muhimu kwa huduma. Hii hutokea wakati mwingine. Labda sio kwamba wakati mwingine, labda sio wakati wa Mungu. Na hatujui. Kazi yako ni kuponya. Baba yangu wa kiroho, mtu anayehudumu kutoka Mexico. Yeye ni mmoja wa baba zangu wa kiroho anayeitwa David Hogan. Wana huduma ya ajabu ya uponyaji. Kwa sababu ya ukubwa wa huduma yao, ni kundi la waumini waliojazwa na Roho ambao wanaamini katika uwezo wa Roho Mtakatifu wa kuponya. Na wanafanya hivyo. Wanaenda baada ya hapo, wanatafuta hilo kwa moyo wao wote. Na kwa sababu wanafanya hivyo, wanaona mambo mengi ambayo makanisa mengi hayaoni, kutia ndani kufufuliwa kwa watu kutoka kwa wafu. Hiyo ni kweli, watu kutoka kwa wafu ambao wamekufa, sawa. Lakini hawaoni hilo. Hiyo kwa kweli ni nadra sana. Sawa, 90% ya wakati wanapoombea watu hawarudi. Sawa, kwa hiyo nataka uwe na uhuru katika huduma ya uponyaji na ufanye tu kazi ya kuponya. Sawa, una mambo ya msingi na sura ya 5 ya kitabu cha Yakobo. Fanya hivyo na uamini. Lakini moja ya mambo yako makuu ni kuwa na timu yako ya huduma, ni kuendelea kuwahudumia watu ambao umewaombea na kuwajengea imani ya kuamini katika wema wa Mungu. Kwa sababu niamini, ikiwa una mtu mwenye shida kubwa ya ulemavu, anaweza kuwa kwenye kiti cha magurudumu, anaweza kuwa na ulemavu, mguu au mkono au kitu. Kwa sababu haitokei mara moja, basi pale haimaanishi kwamba Mungu hatawaponya. Anaweza kuwa anafanya kazi nao juu ya imani yao katika wema wa Mungu. Kwa hiyo ni muhimu kuambia wanapokwenda nyumbani waendelee kuamini katika wema wa Mungu hata kuutangaza. Sawa? Wema wa Mungu kuwapenda katika maisha yao yote, haijalishi nini kitatokea. Na kisha tunawaambia pia wale watu ambao wanaweza kuwa na hali hiyo, ulemavu, ambayo ni ya kimwili ya aina fulani. Ulemavu kama kitendo cha imani kufanya kitu ambacho ni hatua ya imani kuhusiana na swala ambalo wamewekewa mipaka, sawa? Ikiwa wana mkono uliopoza ambao hausogei tena, jaribu kuufungua, sawa? Ikiwa walikuwa na macho ambayo hawataki kuona na hawataki kufungua, fungua macho. Na tutawafanya wajizoeze hili nyumbani kwao mara kwa mara na kwa tendo la imani, wahudumu pamoja nao, sawa? Na nadhani nini? Ikiwa hawataponywa sio mwisho wa dunia. Na wakati mwingine hatuna majibu yote kwa nini watu hawaponywi. Lakini nakwambia sababu kuu mbili kwa nini watu hawaponywi ni kwamba hawaamini katika wema wa Mungu na hawasemi imani katika muktadha wa uponyaji wao. Hiyo inajenga hiyo sawa, ambayo ina maana kwamba kama hawataponywa wakati mmoja, vema, ndivyo hivyo. Mungu hakuwaponya, kwa hiyo wanakimbia na kufikiri kwamba Mungu hatawaponya. Na mengi ya uponyaji wa ajabu unaotokea si wa kimiujiza. Hazitokei pale pale katika ibada ya kanisa, ingawa nyakati fulani hutokea. Kwa kweli ziko katika kipindi cha muda Mungu anapofanya kazi juu ya mtu huyo kusukuma katika wema wa Mungu. Sawa? Kwa hivyo huduma ya baadaye ni jambo muhimu sana unalohitaji kufanya, sawa? Kwa hivyo unahitaji kumfundisha mwamini ambaye umemwombea jinsi ya kuabudu kwa njia zote tulizozungumzia hapo awali. Wanahitaji kuwa na mazoea ya kuabudu na pia wanahitaji kuwa na mazoea ya kutumaini wema wa Mungu. Je, unajua kwamba watu wengi, hata wale ambao hawahitaji uponyaji, hawaamini tu wema wa Mungu katika maisha yao? Hii ndio sababu wamekengeushwa na kila kitu na imani yao haikui kamwe. Sawa? Kwa sababu ikiwa unaamini katika wema wa Mungu juu ya kila kitu, niamini imani yako itakuwa sawa. Kuhudhuria kanisani. Baada ya watu kuombewa, hasa watu ambao wamepata ukombozi, wanahitaji kuhusika katika kanisa, sawa? Unabudi kuwahusisha katika kanisa. Na kama hawana kusanyiko, unahitaji kuweka njia ambapo kanisa linaweza kuletwa kwao. Ni sawa ikiwa watu wawili tu wataenda mchana au usiku kwa wiki na kusoma tu Biblia na kufanya kozi za sifa pamoja nao. Ningependekeza kwamba hata mnapaswa kugawana mkate, sawa? Kuwa na ushirika pamoja nao, lakini hakikisha kwamba wana uwezo wa kuwa na huduma ya kuabudu ambayo inajumuisha mtandaoni huduma ambapo hawawezi kuifanya. Lakini ni muhimu kuhakikisha kwamba bado wanajizoeza kumwabudu Mungu na kuamini wema wao. Sasa najua nimekupa mengi ya kufikiria, lakini sasa kwa kuwa umeingia katika huduma ya uponyaji, sasa unapaswa kuingiza huduma ya uponyaji kama karakana ya magari ambapo unatunza vitu vilivyoharibika.
Kila gari linalokuja karakana ni tofauti kidogo, sivyo? Inachukua muda zaidi kurekebisha magari yaliyoharibika zaidi. Sehemu tofauti zinapaswa kuwekwa kwenye sehemu zilizovunjika. Sawa? Thamini huduma ya uponyaji ilivyo. Sawa? Mungu anataka kuponya. Sawa? Katika Mathayo sura ya 8 tunapata utimizo wa Yesu Kristo akisema alikuja kuchukua udhaifu wetu wote, si baadhi tu, na magonjwa. Na kwa kuwa Yesu anaishi ndani yetu, sawa, kwa roho yake. Warumi sura ya 8, hiyo ina maana yuko ndani yetu. Kwa hiyo, ikiwa nia yake ni kuondoa yale mambo ambayo hutufanya tuwe wagonjwa na anaishi ndani yetu, vema, basi tunahitaji kuamini katika uponyaji au vinginevyo tunaamini katika aina tofauti ya Yesu anayeishi ndani yetu. Sawa, kulingana na mamlaka ya Agano Jipya, kuna moja ambayo naweza kuwabariki kaka na dada zangu walioacha. Kwa hiyo nakubariki unapoingia katika huduma ya uponyaji kwa jina la Yesu, na tujulishe inakwendaje kwako. Tunatarajia kusikia ushuhuda mzuri kutoka kwenu nyote. JP Greer hapa kutoka Sentinels for Christ. Asante kwa kuthamini sehemu hii ya huduma hadi tutakapokuona tena. Kuwa chumvi, kuwa mwanga,